Mara nyingi tunafelisha ndoto zetu kwa kuamua kuingia katika dhambi ya kujilinganisha, yaani kulinganisha maisha yetu na maisha ya watu wengine, na kusahau kwamba kila mmoja ana namna yake na njia zake za kufanikiwa ambazo Mungu amemuumba nazo. Na kuna msemo ambao unasema no one shoe fits all. Hakuna kiatu kimoja ambacho kinaweza kikatosha miguu yote. Kila mmoja ana saizi yake ya kiatu. Mwingine akikupatia kiatu chake wewe huwezi kuvaa, kwa maana kwamba kila mmoja ana saizi yake ya mguu. Kwa hiyo wengi tunakatisha ndoto zetu, wengi tunakatisha mission ambayo Mungu ametupa kwa kuanza kulinganisha maisha yetu na maisha ya watu wengine, na kusahau kwamba kitu pekee ambacho tunapaswa kujilinganisha nacho ni sisi wenyewe, yaani wewe ulivyokuwa leo na jinsi ulivyokuwa jana na jinsi utakavyokuwa, yani ni wewe na malengo yako, na sio maisha yako na maisha ya watu wengine. Unapochukua maisha ya mtu mwingine ukaiweka katika maisha yako, ni sawa sawa na umechukua sura yako umeiweka katika kioo ambacho wewe unajitazama, ambacho ni malengo yako. Kwa hiyo kila ukijitazama kwenye kioo, wewe hujioni, badala yake unamuona huyo. Unapoanza kujilinganisha maisha yako na maisha ya mtu mwingine, maanake unatengeneza wivu, unaanza kutengeneza wivu taratibu. Kaini alimuua Abeli baada ya kuona Abeli amemtolea Mungu sadaka kubwa zaidi ambayo ni nono. Biblia inasema na Mungu alipendezwa na hiyo sadaka. Kaini akaona wivu na hatimaye akamuua Abeli. Sasa matokeo ya kumuua Abeli ni kwamba Mungu alimlaani maisha yake yote. Na wivu unazaa chuki. Unashangaa unaanza kumchukia mtu bila sababu. Uzungumzi naye, yani wewe manake umepagawa na mafanikio ambayo anayo. Kwa hiyo unashangaa umetengeneza chuki kwenye moyo wako, umeanza kumchukia mtu bila sababu. Na unapotengeneza chuki, maana yake inakupunguzia uwezo wa wewe kufikiri, na hapo ndipo injini ya mafanikio ilipo. Unapopunguza uwezo wa kufikiri, ni kwa sababu muda mwingi akili yako imembeba mtu mwingine, muda mwingi mawazo yako yanamfikiria mtu mwingine, muda mwingi mawazo yako, akili yako inafikiria mafanikio alionayo mtu mwingine, sio mapambano ambayo yako mbele yako, ambao unapaswa kuyapambana ili kuweza kufanikisha maisha yako. Na unapopunguza uwezo wa kufikiri, it's obviously hata uwezo wa kufanya kazi unapungua. Na unapopunguza uwezo wa kufanya kazi, maana yake unaathiri kabisa mfumo wote wa akili na unatengeneza changamoto ya afya ya akili. Ndio unakuta mtu muda wote ana hasira, muda wote amenuna, hataki kuzungumza, hana furaha, hana amani, na sura imepoteza nuru. Ni kwa sababu gani? Tayari kichwani ana maisha ya mtu mwingine, yeye ameachana na maisha yake. Kwa hiyo ndicho kilichomtokea Kaini. Unajikuta siku inaisha, wiki zinaisha, mwezi unaisha, mwaka unaisha, haufanyi kazi kwa maisha yako, badala yake umembeba mtu mwingine. Kwa hiyo ni ngumu sana pia kupiga hatua, na ndoto yako ndo inakuwa imefia hapo. Sasa Zaburi ya 37 mstari wa 7b, Mungu anasema usimkasirikie yeye afanikiwaye katika njia zake. Huo ni mstari ambao unatupa angalizo. Mungu anatupa angalizo kwamba usimkasirikie mtu ambaye amefanikiwa katika njia zake. Katika mstari wa 8 anasema ukomeshe hasira, uache ghadhabu, usikasirike, maana mwisho wake ni kutenda mabaya. Maana watenda mabaya wataharibiwa, bali wamngojao Bwana watairithi nchi. Hapo ndo unakuta mtu bila sababu unaanza kutafuta njia za kuzuia mafanikio ya mtu mwingine. Ndo mabaya yenyewe ambayo yanazaliwa baada ya wewe kutengeneza vitu vigumu ndani yako. Hapo ushaachana kabisa na maisha yako. Ndo unakuta mtu anaenda kwa waganga, sio basi aende kwa waganga kutengeneza maisha yake, anaenda kwa waganga kuzuia maisha ya mtu mwingine, amemharibia kabisa. Kwa hiyo maana yake yeye ameshaachana na maisha yake, yupo katika maisha ya mtu mwingine. Ukisoma stori ya Yusufu mwana wa Yakobo, yule Mungu aliweka kitu kikubwa ndani yake cha kutafsiri ndoto, lakini ndugu zake, imagine, ndugu zake alipowasimulia yale maono ambayo Mungu alimwonyesha, walimwonea wivu, hata wakapanga kumuua. Lakini kwa sababu Mungu alikuwa na jambo ndani yake, hakufanikisha mpango wa kumuua. Badala yake wakamuuza kwa Waishmaeli, wakamuuza Misri kule, wao wakidhani wamemweza, kumbe Mungu ndiye anamuinua zaidi kule Misri, kwa sababu ile mission aliyokuwa nayo ya Yusufu ya kutafsiri ndoto, baadaye ikampa ulaji mbele ya mfalme wa Misri Farao, naye akamuinua, akampa cheo kikubwa. Na Farao alisema, tumpate wapi mtu huyu mwenye roho ya Mungu ndani yake? Sasa wakati wenzake wanafikiri kwamba kule kuinuliwa kwake utakuja kuwapotezea wao ulaji, hawakujua kwamba ndugu yao anakuja kuinuliwa kuwa kiongozi mkuu. Sasa unaweza ukawa unamzuia mtu, unamwekea uzibe mtu, kumbe huyo mtu
kuinuliwa kwake ndo ungekuja kuwa msaada kwenye familia yako, kwenye maisha yako. Sasa baadaye Yusufu anakuja kuinuliwa katika ufalme wa Farao, katika utawala wa Farao, anapewa ofisi kubwa na mamlaka kubwa. Sasa baadaye inakuja kutokea njaa katika ukanda huo. Ndugu zake sasa ndo wanarudi tena kuja kutafuta chakula katika nchi ambayo Yusufu tayari amekuwa kiongozi mkuu. Wanafika wanakuta Yusufu tayari ndio kiongozi, wanaanza kujiuliza, si ndugu yetu yule? Naye anasema ndugu zangu walioniuza. Ingawa baadaye alikuja kuwasaidia, lakini kama ni wewe, unafikiri unajisikiaje? Mtu ambaye unafikiri umezuia mafanikio yake, lakini baadaye yeye anakuja kukusaidia, unaona anainuka zaidi na anakuja kuwa msaada kwenye maisha yako, wewe unajisikiaje? Dhambi ya kujilinganisha ni mbaya sana, inaua ndoto na itaua ndoto yako big time. Acha kujilinganisha, ukimbia mbio zako, usipagawe na mafanikio ya mtu mwingine. Maisha ni foleni, kila wakati Mungu anamtoa mtu kwa wakati wake, na ndio maana ukirudi katika Biblia anasisitiza pale kwenye mstari wa 5 kwamba mkabidhi Bwana njia zako, pia umtumaini naye atafanya. Alafu mstari wa 7 anasema ukae kimya mbele za Bwana, nawe umngojee kwa saburi, usimkasirikie yeye afanikiwaye katika njia yake.